Moja kati ya majibu ambayo kwa mara ya kwanza Kajala anaonekana ni kama amemjibu Harmonize kutokana na maombi yake ya kutaka kurudiana na mwenzake. Tunaona Kajala ameweza kumjibu Harmonize kwa mara ya kwanza kupitia ukurasa wake wa Instagram, na ameandika kwa maneno ya Kiingereza, lakini kwa jicho la usio la ndani kabisa inaonekana maneno haya yamelenga majibu ya maswali mengi ambayo yanaulizwa Kajala, kwa nini amrudii mwanetu Harmonize au Harmonize Konde Boy. Aliandika hivi: I'll never forget who gave me a hard time when I was already having a hard time, kwamba siwezi kusahau mtu aliyenipa wakati mgumu wakati nilikuwa tayari katika wakati mgumu. Yani kuna yule mtu ambaye anakupa wakati mgumu kabisa katika maisha yako, lakini ukiwa katika situation ngumu, yani katika pia wakati mgumu afu magumu pia yanakuwa yanaongezeka. Sasa hapa anazungumzia Kajala yale yaliyotokea nyuma. Kwa mfano tunaona Harmonize aliweza kumpa wakati mgumu Kajala, wakati tunaona Kajala alikuwa bado anajitafuta bado. Tunaona kuna ugomvi uliotokea kati ya Harmonize pamoja na Paula kutumia na picha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho Kajala bado hajakisahau, na ni kama ni jibu kwa Harmonize kwamba ajaribu kutathmini yale aliyowahi kumfanyia kipindi cha nyuma, kwa sababu alikuwa kwenye wakati mgumu, kwa hiyo akazidi kumongezea wakati mgumu mwingine kuongezea ugumu mwingine, labda unaweza kanielewa hivyo shabiki yangu. Kwa hiyo ni kama ni jibu tosha kwa Harmonize kwamba kwa sasa hivi asahau kabisa kwamba kuna kurudiana, kwa sababu tayari ameamua move on na maisha yake, na ameamua hataki kabisa kujihusisha kabisa katika mahusiano ya kimapenzi na Harmonize, pengine kuishi pamoja kama zamani pikapokuwa hapa na pale, pengine kushare vitu vingi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaona Kajala ni kama bado amekaza kamba, na kwa jibu hili maana yake ni kwamba anajaribu kumremind Harmonize kwamba kumbuka, ulinipa wakati mgumu kipindi ambacho niko katika wakati mgumu. Kwa hiyo kuna vingi alimfanya, pengine labda nyuma pazia hatuwezi kufahamu, lakini kuna mambo ambayo pengine Harmonize ameyafanya magumu lakini bado wengi hatujafahamu ni kitu gani ambacho Harmonize amefanya kwa mwenzake, kwa sababu tunaona mpaka Harmonize anachoma ua la lava usiku anachoma. Ni kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba ameshindwa kabisa kurudisha majishi yake kwa Kajala, na inaonekana amekataliwa, amepewa kadi nyekundu. Kwa hiyo ajiangalie pia kwa namna nyingine, ama asubiri mpaka Kajala atakapokuwa recovery, pengine labda moyo wake ukiwa una amani, pengine anaweza kumkubalia. Lakini kwa namna moja ama nyingine Harmonize na kazi pevu, kwa sababu kuna wakati mpaka aliwahi kuomba msamaha katika media Millard Ayo, kuomba msamaha kwa pengine makosa aliyowahi kuyafanya, na akisema kwamba kiukweli katika vitu ambavyo kiukweli na wish ni kuwa safe na kuweza kutamani kurudi na Kajala, lakini pia anaomba msamaha kwa ile ambayo ashia kumfanyia, lakini pia hata zawadi anatamani kumpa zawadi kubwa zaidi endapo angeweza kumsamehe. Wewe unahisi katika maneno haya ambayo ameweza kuandika Kajala, je, msamaha upo? Kwa sababu inaonekana bado anazungumzia tu weakness, healthy, pengine mazuri ameshasahau. Unajua mtu akikosea anasahau hadi mazuri aliyofanywa. Pengine angeweza kukumbuka mazuri aliyofanywa na Konde, pengine kungekupo na uhai kuweza kuwapatanisha. Tunaona kwa upande wa team Harmonize wanapambana vya kutosha, inasemekana bado ngoma, bado milango ni migumu kwa hiyo bado kuna heka za hapa na pale. Dondosha maoni yako kisha subscribe.